Mafanikio katika misako kwa kipindi cha mwezi mmoja. Jumla ya kesi 37 zilipata mafanikio kwa watuhumiwa kupatikana na hatia na kupata vifungo mbalimbali katika magereza. Hata hivyo, miongoni mwa kesi 3 za ukatili wa kijinsia kwa watoto ziliweza kufikishwa mahakamani, ambapo washtakiwa waliweza kuhukumiwa miaka 30 kila mmoja katika mahakama tofauti na kwa nyakati tofauti. Maelezo yake ni kwamba shauri la jinai namba 2904 la mwaka 2025, mshtakiwa ambaye anaitwa Malimo Matias Nguno, miaka 41, mkazi wa wilaya Kwimba. Huyu alihukumiwa tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka 2025 na mahakama ya wilaya Kwimba kwenda jela kifungo cha miaka 30 baada ya kukutwa na hatia ya kumbaka mtoto mlemavu mwenye umri wa miaka 13 ambaye ana ulemavu wa kutokusikia vizuri, na jina lake mtoto huyo tunalihifadhi kwa sababu za kimaadili. Shauri la jinai namba 31962 la mwaka 2025, mshtakiwa Idi Renatus Makungu. Huyu ana miaka 30, mkazi wa kijiji cha Kinamweli, wilaya ya Kwimba, ambaye alihukumiwa tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka huu na mahakama ya wilaya ya Kwimba kwenda jela miaka 60 baada ya kutiwa hatiani na mahakama hiyo kwa kosa la kumbaka na kumsababishia ujauzito mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14. Shauri la jinai namba 3610 la mwaka 2024, mshtakiwa Jafet Elias Mshashi ana miaka 19, mkazi wa kijiji cha Mission, kata ya Nansio, wilaya ya Ukerewe. Huyu alihukumiwa tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu na mahakama ya wilaya ya Ukerewe kwenda jela miaka 30 baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kumwingilia kinyume na maumbile mwanafunzi wa shule ya sekondari Bokongo, ambaye pia mwanafunzi huyo jina lake tunalihifadhi. Jeshi la polisi linatoa wito kwa jamii kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi, hususan kitengo cha dawati jinsia na watoto katika mashauri ya ukatili wa kijinsia na watoto yanayofunguliwa katika vituo vya polisi, pamoja na kutoa ushahidi mahakamani ili kuweza kuleta mafanikio katika kesi mbalimbali za ukatili wa kijinsia zinazofikishwa hapo mahakamani. Na sisi jeshi la polisi, kwa mafanikio haya tuliyopata kupitia mahakama zetu za kuwapatia haki yao washtakiwa hao, tunachukua nafasi hii kuwashukuru wadau wote walioshirikiana na jeshi la polisi, lakini tunachukua nafasi hii kuwapongeza mashahidi walioitwa na kufika katika vituo vya polisi na hatimaye mahakamani na kueleza kinaga ubaga kilichojiri na hadi kusababisha wahalifu wao kuweza kupata stahiki zao.